wa Tanzania, Mheshimiwa sana Halima Dendego, mkuu wa mkoa wa Singida mwenyeji, Comrade Tumaini Nyamuokia, rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA, ndugu Caroline Mugala, mkurugenzi wa shirika la kazi duniani ofisi ya Afrika Mashariki. Na Mheshimiwa Rais, nataka kumshukuru sana ndugu Caroline Mugala kwa sababu yeye kwa nafasi yake leo ingeweza kuwa nchi yote ile katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini kwa kweli amechagua kuwa Tanzania pamoja nawe. Ninamshukuru sana mkurugenzi Caroline Mugala. Mheshimiwa Rais, natambua pia uwepo wa wabunge wote, lakini kwa kipekee naomba niruhusu nimtambue Bi Fatuma Taufiki, mwenyekiti wetu wa kamati ya bunge inayosimamia wizara yetu, lakini pia na wabunge wote wa mkoa wa Singida, nikitambua uwepo wa Comrade Musa Sima, mbunge mwenyeji, Dr. Yose Mliambina, jaji mfawidhi Mahakama Kuu ya Tanzania division ya kazi, Bi Mary Ngelela Maganga, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, yeye pamoja na makatibu wakuu wote waliopo, manaibu makatibu wakuu wote mliopo mkiongozwa na Bi Zura Yunus, ndugu Oscar Mgaya, mwenyekiti wetu wa chama cha waajiri, Bi Susan Ndomba Doran, mkurugenzi mtendaji wa chama cha waajiri, Bi Susan Mkangwa, kamishna wetu wa kazi, Bwana Donald Alaka, kaimu msajili wa vyama vya wafanyakazi na waajiri, wa viongozi wote wa shirikisho la wafanyakazi TUCTA mliopo, wakuu wa mikoa na wilaya mliopo, viongozi wa taasisi za umma na sekta binafsi mliopo, viongozi wa dini mliopo, viongozi na maafisa wa serikali mliopo, wawakilishi wa vyama vya siasa mliopo, wafanyakazi wenzangu wa sekta za umma na binafsi mliopo. Na kwa mara ya kwanza, Mheshimiwa Rais, kabla sijaendelea, nataka nitambue uwepo wa kundi maalum, kundi la wafanyakazi wa ndani. Wapo katika uwanja huu, Mheshimiwa Rais, wamekuja kukuunga mkono. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana wenzangu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nami niwasalimu kwa salamu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sherehe za Mei Mosi 2025 oye! Singida oye! TUCTA oye! Mheshimiwa Rais, awali ya yote naomba nami nitumie nafasi hii kupaza sauti kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kufika hapa tukiwa wenye afya njema. Lakini kwa upekee kabisa naomba nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa afya yako, kwani bila ya wewe Tanzania yetu hii singelikuwa ilipo leo tunaposherehekea miaka 4 ya uongozi wako katika nchi yetu. Mheshimiwa Rais, naomba nikushukuru sana wewe, lakini nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa afya yako. Mheshimiwa Rais, naomba kutumia nafasi hii pia kwa kipekee kushukuru wewe kwanza kwa kuendelea kuniamini, kunipa dhamana ya kuongoza sekta hii ya kazi nchini. Hii ni heshima kubwa sana kwangu binafsi, lakini kwa familia yangu. Ninakushukuru na nataka niendelee kukuahidi kuwa nitakuwa mtiifu kwako na kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nitaendelea kufanya kazi ya kuisimamia sekta hii kwa uadilifu mkubwa sana. Mheshimiwa Rais, ninakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, maandalizi ya maadhimisho haya ni matokeo ya ushirikiano ambao serikali yako imeendelea kupata kutoka kwa wenzetu wa TUCTA, ATE na wadau wote katika sekta ya kazi, na hatimaye tumeweza kufika leo. Ofisi yangu inatambua na kuheshimu mchango unaotolewa na waadhimisho katika siku ya leo. Mimi naomba sana nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia Mwenyezi Mungu awabariki wote ambao tunashirikiana katika utatu. Mheshimiwa Rais, ninatambua kuwa una majukumu mengi, lakini umekubali kujumuika nasi siku ya leo kutokana na umuhimu wa siku hii kwa wafanyakazi duniani. Kipekee ninakushukuru sana kwa jinsi ambavyo unawathamini wafanyakazi, na kwa kweli kwako wewe kukubali kuwa mgeni rasmi wa shughuli yetu hii leo mwaka 2025. Aidha, ninapenda kumshukuru Mheshimiwa Halima Dendego, mkuu wa mkoa wa Singida, yeye na wananchi wote wa Singida kwa makaribisho mazuri na ushirikiano mzuri aliotupa katika kipindi chote ambao tumekuwa hapa mimi na wenzangu. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wafanyakazi na waajiri, ninakupongeza kwa mafanikio makubwa sana uliyoyapata ambayo yanatokana na uongozi wako mahiri katika kipindi cha miaka 4. Katika hili Mheshimiwa Rais, pamoja na maelezo mazuri yaliyotolewa na waliotangulia,
akiwemo mjomba Mrisho Bendi, lakini na waliotangulia kusema. Na mimi naomba nipaze sauti kukushukuru wewe kwa mambo makubwa na mazuri uliyofanya, ambayo kwa hakika amefanya kazi yangu na wenzangu katika wizara yetu tukiongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kuwa nyepesi sana. Na kushukuru wewe kwa kupunguza pei toka 9% mpaka 8%. Wastaafu wetu leo hii wanalipwa ndani ya muda. Umeweka spidi kubwa hasa kwa kuimarisha mifumo ambayo leo hii yanafanya masuala ya malipo na malalamiko ya watumishi yaweze kushughulikiwa kwa kasi kubwa sana. Mheshimiwa Rais, umeweza kufanya kazi kubwa ambayo leo hii serikali yako inaweza kukushukuru, na mimi nataka nipongeze sana jambo hili. Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha miaka yako 4 ya uongozi, ulipopokea kijiti toka kwa mpendo wetu Dr. John Joseph Pombe Magufuli, ambaye ilani ilimuelekeza kuhakikisha kwamba tutakapofika mwaka 2025 tutakuwa tumetekeleza uajiri wa Watanzania milioni 8. Leo hii ninaposimama hapa, Mheshimiwa Rais, nataka niseme mbele ya umati, sasa tunaelekea ajira milioni 9. Ninakushukuru wewe kwa uongozi wako, ninakushukuru wewe kwa usimamizi wako, na leo hii sisi tunafanya kazi uliyotukuka. Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha miaka yako 5 umeweza kupandisha madaraja ya watumishi, ambapo leo ninaposimama mbele yako watumishi wa serikali zaidi ya 90% wamepandishwa vyeo, na kwa namba ni watumishi 412,000 kati ya watumishi wote walioajiriwa katika sekta ya umma na sekta binafsi. Mheshimiwa Rais, umetuelekeza tufanye malipo ya mkupuo. Nataka kwa furaha kubwa, nataka kuhakikishia Mheshimiwa Rais jambo hilo tumelifanya kupitia mifumo ambayo imewekezwa katika sekta zetu binafsi na ile ya umma. Mheshimiwa Rais, malipo ya mikupuo yamefanyika. Mheshimiwa Rais, katika jambo la uungwana mkubwa sana uliolifanya, wale ambao waliondolewa serikalini kwa vyeti feki umekubali walipo 5% ya mafao yako. Mheshimiwa Rais, huu ni uungwana mkubwa, ni ubinadamu mkubwa na ni upendo mkubwa sana kwa Watanzania wako. Mheshimiwa Rais, wafanyakazi walio mbele leo hii wanafaidika na kusimama kwa furaha kubwa wakiwa wamepandishwa posho kwa 100%, na leo hii kila mfanyakazi amechukua posho yake na mambo yanakwenda vizuri, na haya yote ni kwa sababu ya wewe kuwepo katika serikali yetu. Mheshimiwa Rais, nataka nikupongeze sana na kushukuru katika lile linalosema kwamba kazi zetu zimekuwa rahisi sana. Katika kipindi chako cha uongozi wako, ziko halmashauri zako Mheshimiwa Rais ambazo zilikuwa zinapata tabu sana kuwalipa watumishi pale wanapoenda kufanya kazi, lakini pia wanapotakiwa kulipa mishahara. Ulitoa maelekezo Mheshimiwa Rais kwamba watumishi wote katika halmashauri ambazo zinalega katika kulipa mishahara, serikali kuu ichukue dhamana hiyo. Mheshimiwa Rais, ninao furaha kukuambia kwamba zaidi ya halmashauri 58 ambazo zilikuwa zinategemea zilipwe na wakati mwingine halmashauri zako zilikuwa zinashindwa, serikali kuu inawalipa leo hii watumishi wote. Mheshimiwa Rais, kulikuwa na madeni ya pre-99 ambayo yanafahamika na yalikuwa maarufu sana. Mheshimiwa Rais, leo hii tunapozungumza hapa, madeni yale yote yamelipwa, na hata yale madeni ambayo mengine yamebakia, Mheshimiwa Rais, tupo katika hatua za mwisho kuyamalizia. Mheshimiwa Rais, ofisi yangu itaendelea kuzingatia miongozo yako, lakini pia ofisi yangu itaendelea kuhakikisha kwamba tabu za wafanyakazi katika nchi yetu zinaondoka. Mheshimiwa Rais, kauli mbiu ya mwaka huu inaakisi jitihada ambazo wewe umekuwa ukizifanya kwa watumishi nchi yetu. Sisi tunaokusaidia tumepata wepesi kama nilivyoeleza, na mimi binafsi yangu kwa niaba ya wenzangu ninakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, ninaamini nimejitahidi na wenzangu kusimamia ile kauli yako, lakini pia mwendo wako, na ninaamini bado tutaendelea kukusaidia kufanya kazi. Mheshimiwa Rais, ninapokwenda mwisho wa maelezo yangu, naomba baada ya maelezo haya, ninayo heshima kubwa na unyenyekevu mkubwa kukaribisha Singida, lakini kwa kuwa itifaki inanitaka nimkaribishe Mheshimiwa Waziri Mkuu ili naye atoe taarifa yake, na kisha amkaribishe Makamu wa Rais ambaye kwa heshima kubwa ndiye atakayekukaribisha wewe uzungumze nasi. Sasa ninayo heshima kubwa sana mbele ya umati huu kumkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili azungumze nasi na kisha taratibu zilizopangwa zifuatwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba uje kuzungumza nasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu.